Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, leo tarehe 16 siku ya Jumapili, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Napenda kukupa nasaha ndugu yangu Muislamu. Ramadhani tumeigawanya nusu kwa nusu. Nusu ya Ramadhani tumeimaliza na hivi sasa tuko katika nusu ya mwisho. Tukimbilieni kufanya mambo ya kheri. Wallahi ni hatari kubwa, yani Ramadhani imalizike hali ya kuwa sisi tusisamehewe dhambi zetu. Wallahi ni hasara kubwa. Raghima anfu abdin dakhala alayhi Ramadhan lam yughfar lahu, ameangamia yule mtu ambaye kwamba ataingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha mtu yule asisamehewe, hakika mtu huyo ameangamia. Haya ni maneno ambayo Sayyidina Jibril alayhi salam amwambia Mtume Muhammad, kwa maana mtu anayeangamia ni yule ambaye kwamba yuko mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini ameangamia? Kwa sababu ukirudi katika hadithi ya Mtume Muhammad, Mtume asema katika hadithi yake, idha kana awwalu laylati min Ramadhan sufidat ash-shayatin wa ghulqat abwabun nar. Mtume asema ya ule mwezi wa Ramadhani unapoingia, mashaitani hufungwa, milango ya moto hufungwa, kwa maana milango ya pepo iko wazi, rehema za Mwenyezi Mungu zinateremka, baraka za Mwenyezi Mungu zimeenea katika ardhi hii. Kisha neema kama hii ambayo kwamba tunayo sisi wanadamu tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa nini tusisamehewe dhambi zetu? Kwa hivyo ndugu yangu, kwa yule ambaye kwamba alofanya mambo ya kheri katika nusu iliyopita, basi nakupa hongera ndugu yangu. Zidisha sasa kufanya zaidi na zaidi, ili tupate kuvuna mazuri katika hili nusu lililobakia. Na yule ambaye kwamba hakupata kufanya mambo ya kheri katika hili nusu lililomalizika, basi usife moyo wako, usihuzunike, bali nakupa bishara njema. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Rudi kwa Mwenyezi Mungu kisawasawa, mlilie Mwenyezi Mungu, fanya mambo ya kheri. Inshallah Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rahma. Rahma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa, rahma ya Mwenyezi Mungu ni pana, rahma ya Mwenyezi Mungu haina mwisho. Hata kama ulifeli katika hili nusu lililomalizika, basi hili 10 la hivi sasa ambao tunakwenda kulikamilisha, simama kisawasawa, ufanye ibada, lete istighfari kwa wingi, mlilie Mwenyezi Mungu, fanya mambo ya kheri. Insha Allah, kwa uwezo wake Allah utapata kheri, utapata thawabu, utaingia peponi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na Mwenyezi Mungu atakuridhia insha Allah. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu twakuomba zitakabali saumu zetu, na Mwenyezi Mungu twakuomba uturuzuku Lailatul Qadr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.